Yangu ni mchungaji David Wanjala, natoka Pride of Christ Outreach Ministry hapa tu katika maeneo ya Teachers, na ninashukuru Mungu kwa kutupa siku ya leo, kukuwezesha wewe pia na kuniwezesha mimi. Mungu wetu amekuwa mwaminifu kila wakati, na ninajua ya kwamba siku ambazo zimepita tumekuwa tunapokea himizo ambalo linatokana na neno la Mungu. Kwa hiyo karibuni sana ili tuweze kuendelea katika habari ambayo tumekuwa tunainena hapa. Habari yetu na kusudi letu ni moja, na ni ya kwamba tunakuja kukutangazia kuhusu ufalme wa Mungu, na ni vyema tuweze kuelewa, kwa sababu ufalme wa Mungu ni ufalme wetu pia. Kusudi la Mungu kumuumba binadamu ni ya kwamba akaweze kuwa na ushirika na mtu aliyeumbwa kwenye mfano wake na kwenye maumbile yake. Kwa hiyo tutaendelea katika hili wiki, kwa sababu leo Mungu amenisaidia, amenipa nafasi niweze kuwa hapa, na ninataka sote kwa pamoja tutaweza kuwa na wakati mzuri wa kufuata na kuzingatia neno la Mungu. Nilikuwa hapa na nimekuwa nikiwa siku ya Jumatatu na Jumanne, na kwa hiyo nimekuwa na ujumbe ambao nimekuwa na uwakilisha, ambao hata leo sitaenda kando na yale ambayo nimekuwa nayawakilisha, kwa maana ninaamini ya kwamba tukiwa na funzo ambalo tutaweza kulifuatilia sote pamoja, utapata nafasi ya kujifundisha na kuelewa mambo hata kwa upana. Wiki lile lingine, wacha hili limepita, nilikuwa nimewakilisha ujumbe na nikawa nimesema ya kwamba nitanena kuhusu ubwana wa Yesu Kristo, the lordship of Jesus, na pia nikasema ya kwamba nitakuwa ninanena kuhusu wana wa Yesu Kristo. Na kwa hiyo nikasema nitachukua muda kusoma mistari kadha wa kadha inayotuelezea kuhusu wana wa Yesu Kristo. Na wakati ule nilikuwa nimesoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 5, na nikasoma mistari kadha wa kadha. Na wakati ambapo nilikuwa nimesoma hizi mistari, kunayo mambo mawili ambayo yalijitokeza. Jambo la kwanza ni ya kwamba ilikuwa ni siku ya Sabato, na Yesu alikuwa anakwea akielekea Yerusalemu, na ya kwamba kule Yerusalemu kulikuweko na sherehe ya Wayahudi, na Biblia inasema ya kwamba na Yesu vilevile alikuwa anaenda aweze kuwa mahali pale ndipo aweze kujidhihirisha kwao. Na alipokuwa akielekea, tukaona ya kwamba alipitia katika mlango wa inaitwa the sheep pool, mlango wa kondoo, na pale kando kulikuweko na birika. Biblia ikasema ya kwamba hilo birika lilikuwa linaitwa Bethesda, na pale kwenye lile birika kulikuweko na watu wengi ambao walikuwa wamelala mahali pale katika hali ya kutojiweza. Tukawa tumeona ya kwamba kulikuweko na mtu mmoja ambaye alikuwa amefinyiliwa na udhaifu kwa miaka 38, na tunajua ya kwamba Yesu hakuwa na budi ila kumwamrisha yule mtu aamke, achukue kitanda chake na atembee. Na bila shaka tukaona ya kwamba hilo jambo lilitendeka, na ilikuwa siku ya Sabato. Biblia inasema watu waliomuona akiwa amebeba hiyo godoro walishangaa, wakamuuliza, kwa nini wewe unavunja sheria ya Sabato? Unatembea ukiwa umebeba mzigo, umebeba kitu kizito kwa siku ya Sabato, kinyume
na tukaona ya kwamba wakamuuliza ni nani alikuponya, yeye akasema mimi hata simjui, ni mtu mgeni tu ambaye alikuja na akaniambia amka na uende. Lakini tuliona ya kwamba yeye alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wanaenda hekaluni. Kwa hiyo akiwa kwenye hekalu akamwona Yesu Kristo na akaambia Wayahudi ya kwamba ni huyu. Haleluya! Wayahudi wakawa na makabiliano makali sana na Yesu, wakamuuliza, wewe kwa nini hauheshimu Sabato? Ndiyo hapo Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema, yale ambayo mimi nayatenda siyatendi kwa nguvu zangu, siyatendi kwa kufikiria kwangu. Ninaona Baba yangu kule juu mbinguni vile ambavyo anavyofanya, na mimi sina budi kufanya vivyo hivyo kadri ya vile Baba yangu anafanya. Haleluya! Kwa hiyo akaleta shtaka la pili, kwa sababu sasa amejiita yeye ni mwana na baba yake ako huko juu. Na kwa hiyo wakashika mambo mawili, sababu mbili ambazo walikuwa na ushuhuda ya kwamba huyu ni lazima tumuue. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Nitaanzia mstari wa 21. Anasema kama vile Baba anavyowainua. Just a minute. Tafute Kiswahili hapa. Haleluya. Tunasoma Yohana mlango wa 5. We are reading verse 21. Anasema hivi, maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na Mwana awahuisha wale awatakao. Praise the name of the Lord. Yesu akasema lile tendo ambalo nimelitenda pale kwenye birika la Bethsaida haikukuwa mimi mwenyewe kujitengenezea, lakini nimefanya tu kila ambayo Baba yangu anafanya kule mbinguni. Maana Baba yangu anawafufua wafu na anawaponya wagonjwa, na pia mimi namhuisha yule ambaye ninapenda. Alikuwa amempenda yule mtu aliyekuwa katika hali ya kutojiweza miaka 38. Kwa hivyo upishi ulipokuwa unaendelea, Yesu akapata nafasi ya kujitetea, na utetezi wake tunaona ya kwamba kupitia katika hiyo hali ya utetezi alikuwa anadhihirisha wanawake kwa ulimwengu. Yeye ni mwana, so alikuwa anadhihirisha uwana kwetu sisi. Mstari wa 22 unasema tena, Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amemupa mwana hukumu yote. Haleluya! Yesu akasema Baba sio kusudi lake kuhukumu, amechukua hilo jukumu la hukumu, ameliweka mikononi mwa mwana ambaye ni Yesu Kristo. Na nilikuwa nimesema ya kwamba mradi wewe hautambui wana wa Yesu Kristo ama ubwana wa Yesu Kristo, tayari umewekwa chini ya hukumu. Tutakuwa tukiona, kwa sababu nitakuwa nikiwa na mafundisho ambayo yako na lengo na mwelekeo, ni kwamba kukosa kumwamini Yesu peke yake ni kumwasi Mungu. Haleluya! Tutasikia hayo maandiko, si yangu, tunaenda kuyasoma. Praise the name of the Lord. Yesu akasema mwenye haniamini mimi,
hamwamini Baba. So huwezi ukatuambia unamwamini Mungu na wewe haumwamini Yesu. Yesu anasema haiendi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema ya kwamba Mungu hamhukumu mtu yeyote, bali hukumu ameweka kwenye mwana. Utasikia bila anaendelea, kwa sababu mstari wa 23 unasema ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Unaona, sio maneno yangu ambayo nilichidungia. Yesu akasema ya kwamba ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Alafu anasema asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyemtuma ama aliyempeleka. Kwa hivyo hakuna shortcut. Huwezi ukasema mimi namheshimu Mungu na haumtambui mwanawe. Haleluya. Na njia ingine huwezi ukasema mimi namwamini ama namheshimu mwana wa Mungu na haumtambui Mungu. Maana Yesu Kristo, tutakapokuwa tunaendelea, tutaona ya kwamba yeye peke yake ndiye aliyepewa nafasi ya kuwa mchumbe wa mbinguni, mtume aliyeshuka kutoka mbingu aweze kuleta upatanisho katikati ya mwanadamu aliyepotea na Mungu aliyemuumba. Kumbuka siku moja niliongea hapa nikasema ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alikusudia aweze kuwa na ushirika na mwanadamu, lakini muda usio mrefu mwanadamu alianguka, akatoka kwenye mpango wa Mungu, na yeye akawa mhanga wa kutumika kama vile wanyama. Swara anapotokea kula nyasi, wakati yeye anaendelea kushughulisha na kutafuta chakula, kwa ghafla simba ama chui anamrukia, anamshika shingo. Tuliona hali ya binadamu pia iliwekwa pale, ya kwamba hata kama yeye aliumba akapewa mamlaka, akapewa utawala, lakini kwa sababu ya dhambi akaanguka. Kwa hiyo Yesu ni mchumbe aliyetumwa kutoka juu mbinguni. Najua kuna wachumbe wengi walitumwa, hata tulisoma siku nyingine tukaona ya kwamba katika siku zilizopita kupitia njia mbalimbali na kwenye maeneo tofauti tofauti, Mungu alinenea baba zetu kupitia kwa manabii. Ilikuwa katika kitabu cha Waebrania mlango wa 1 mstari wa 1, ikatuambia lakini katika hizi siku ametunenea kupitia kwa mwanawe ambaye amemwamua ya kwamba yeye ndiye mrithi wa mambo ya mbinguni. Kwa hiyo ukitaka kuwa mrithi wa mambo ya mbinguni, ni vyema kumtambua Yesu. 24 inasema 24 ya kwamba amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hapo mbele nilikuwa nimetangulia na nikasema yeyote ambaye hajaamini tayari ako chini ya ufuli wa mauti, ako chini ya giza ya hukumu.
amewekwa tayari na amenyenyekezwa, anangojelea pale ya kwamba siku ya hukumu ikifunuliwa, yeye atakuwa mhanga wa hiyo hukumu. Na ndio Yesu anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wewe leo ukiamini neno la Yesu na uamini yule aliyemtuma, yule ambaye alimleta ulimwenguni, Biblia inasema wewe una uzima wa milele na wewe hautaingia kwenye hukumu, bali wewe umepita kutoka mautini na unaingia kwenye uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele huanzia hapa duniani. Mtu ndiye hujitengenezea ule uzima wa milele. Wakati utakufa, hakuna ombi lolote litakalo kutengenezea uzima wa milele, maana mufu haamini. Haleluya! Wokovu huja kwa kuamini. Biblia inasema huja kwa kusikia na kulisikia neno la Mungu. Haleluya! Na Yesu anasema ya kwamba yule ambaye amemwamini ametolewa hukumuni. Haleluya! Ametolewa kwenye mauti na yeye ameingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo nimesema uzima wa milele hauji ati wewe ukifa pengine kutokee mtu asimame kwa ajili yako apatiswe ama akiri kwa ajili yako. Haleluya! Wakati mmoja nilikuwa mahali na nikashuhudia mtu akiwa anaaga, nikawa nimesimama pale, nikaona akiwa anakufa. Dada mmoja akakimbia akakuja akasema, wacha tumsaidie, tutupu kwa ajili yake ili aingie katika ufalme. Najua kuna mafundisho kama hayo, lakini Biblia inasema ya kwamba ili wewe utoke katika mauti, utoke katika uvuli wa giza, ni lazima uamini. Haleluya! Utaamini wakati unaishi, wakati uko katika mafikira yako, wakati uko katika hisia zako, wakati wewe unaongea, wakati bado unasikiliza, utaweza kuamini. Ukishalala wewe na mawe, wewe na ule udongo, wewe na karatasi na mbao na kitu chochote kile, hata na tao lililokauka, hamui na maana mnakuwa past tense, na kwa hivyo hautaamini. Yesu akasema yule anayeniamini yeye haingii katika hukumu. Na ndio nasikia alisema ya kwamba Mungu hahukumu mtu yeyote, bali hukumu ameiweka chini ya mwana, kumaanisha ili wewe uwepe ule hukumu ni wewe umwamini Yesu Kristo. Haleluya! Mstari wa 25 inasema, amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo. Haleluya! Yesu akasema, na alisema wakati ule akiwa katika huduma moja kwa moja, akasema, amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo. Siku zile anapoongea hivyo, tayari saa ilikuwepo, kumaanisha uwepo wake ulisababisha saa ya Mungu ianze kuhesabu na kuendelea mbele.
Kwa hiyo akasema saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Haleluya! Huu ndio ujumbe ambao Wakristo wako na tumaini nao, ya kwamba kunayo siku ya uvuvio, na ninajua ya kwamba dini nyingi vile vile wanaamini katika uvuvio, wakati ambao Mungu atakuwa sasa ahesabia watu kulingana na matendo ambayo waliyatenda, na Biblia inasema yawe mema au yawe mabaya. Kwa hiyo umilele wako unatengenezeka wakati wewe uko katika mwili wako. Ukishalala ndugu yangu, ukishalala dada yangu, mambo yako yamekwisha. Kama ulitengeneza njia ya kuelekea jehanamu, there is no point of turning around. Hata watu wakiitana wafanye ibada hazitakusaidia. Hivyo ndivyo Biblia inavyonena. Haleluya! Tukishikana mikono na tuombe, na wewe haukutengeneza umilele, haitabadilisha chochote. Haleluya! Wala waliokufa hawawezi wakatuombea. Ni Yesu peke yake ambaye alikufa na akafufuka na akaenda juu mbinguni, akaketi kwenye mkono wa kuume wa Baba, na Biblia inasema na yeye anatuombea. Haleluya! Praise the name of the Lord. Haleluya! Tunasoma mstari mwingine. Najua ya kwamba kuna kitu ambacho unapokea na kuna kitu ambacho ni cha kukusaidia. Haleluya! 26 inasema, maana kama vile Baba aliye na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Haleluya! Kama vile Baba, kama vile Mungu muumba, kama vile mtakatifu wa Israeli, Mungu wa mataifa yote na makabila yote ya ulimwenguni, ambayo ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 23 kuendelea, Biblia inasema kutoka kwa damu moja ya Adamu na Eve, Mungu aliumba makabila yote ya dunia, na akawaweka kila mahali, na akawawekelea mipaka yao, na akawaamuria ya kwamba wakamtafute. Biblia inasema hata kama ni kupapasa, lakini ikatupatia uhakika ya kwamba hata ingawa yeye hayuko mbali na wale wamtafutao. Na Biblia inaendelea kutuambia, ukisoma katika kitabu cha Warumi, ya kwamba wokovu uko sana karibu na wewe, hata kwa kinywa chako na kwa moyo wako, ya kwamba wewe ukikiri kwa kinywa chako na uamini kwa moyo wako utaokolewa. Ndio Yesu anasema, amini amini, ati maana vile kama vile Baba alivyo na uzima nafsi mwake, hivyo ndivyo Mwana alivyo na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo uzima unapatikana kwa Mungu, uzima unapatikana kwa Yesu. 27 inasema, haleluya, haleluya, inasema naye akampa amri
ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Haleluya! Najua sisi wote ni wana wa Adamu, lakini sisi ni wana wa Adamu walioanguka. Yesu ni mwana wa Adamu ambaye ndani mwake hamuna hila, hamuna kosa, hamuna kasoro, hamuna dhambi. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu aliyestahili, ambaye aliamuriwa na Mungu akuje kwa huduma fulani akaweze kukomboa wana wa Adamu walioanguka. Praise the name of the Lord. Siku moja nimesema hapa ya kwamba Adamu wa kwanza alifanyika mwili katika mwili. Adamu wa pili akafanyika roho na uzima. Haleluya! Kwa hiyo Yesu Kristo anasema ati yeye Mungu amempa amri kufanya hukumu, kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu, na ndani mwake wote walio ndani mwake hawahukumiwi. Tutakuwa unaona haya maneno tukiendelea, ni vyema uyamakinikie. Biblia inasema katika mstari wa 28, msitaachapie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Ukikosa kusikia sauti ya Bwana kwenye uhai wako, utakapokuwa umelala kaburini, itafika saa utasikia sauti yake. Haleluya! Kwa hiyo uweze ukaepa, hata wewe retract ama ukarudi nyuma na kujitengenezea imani yako mwenyewe na kusema mimi nitafuata hii njia. Siku moja utakapokuwa umelala kaburini, utasikia sauti yake. Haleluya! Praise the name of the Lord. Hivyo ndiyo Mungu alipanga ya kwamba siku moja, ili Mungu alete wanadamu wote kwa hali moja, that God may equalize the rich and the poor, the mighty and the weak. Atasababisha wote wakiwa hai ama wakiwa wamelala watasikia sauti yake. Praise the name of the Lord. Alafu tuendelee, nasema nao watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu ya milele na milele. Hata leo ukimwepa Yesu, ukisema mimi simtaki Yesu, kuna siku sauti yake itakufikia, na Biblia inasema utaamuka. Haleluya! Wewe ukiamuka, kama ulikuwa unatenda mema, utafufuka uingie katika uzima wa milele. Na wewe kama ulikuwa muasi, haukumpenda, haukumdhamini, haukumwamini, haukumpokea, utalia ukisaga meno, ukielekea Gehena, ukielekea Jehanamu, penye kuna moto wakao kiberiti usiozimika usiku na mchana. Haleluya! Praise the name of the Lord. Najua nimsome mstari mmoja ama miwili, kisha niombe na wewe. Hayo mengine tutaendelea nayo siku ya kesho. Praise the name of the Lord. Haleluya! Tunajua kwamba kuna ufufuo, na nimesema ya kwamba
hata kama leo wewe hautaamini hii sauti na hautaisikia, Biblia inasema hata ukiwa kaburini utaisikia. Itakunenea, itakufikia na itakuamsha, na tayari ukiamuka utaenda kule ambako uliandaa ulipokuwa hai. Ikiwa wewe haukuamini, utaenda katika hukumu wa milele. Kama wewe uliamini, Biblia inasema utaingia katika uzima wa milele. Wacha nisome bahati 30, alafu I will be finishing. Mstari wa 30 takuwa na malizia, ili ya kwamba zile zingine zitabaki. Mungu akitujalia atupe uhai, tutakuwa hapa na wewe kesho na hata siku zingine vile vile, ya kwamba huu ni ujumbe ambao nitaufuatilia uweze kuwa msaada kwako. Biblia inasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Huyo ni Yesu Kristo. Anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Alikuwa anawadhihirishia na kuwaelezea na kufanya kukiri kwa kweli ya kwamba kweli mimi kivyangu siwezi. Yale ninayoyafanya nayafanya kwa sababu babangu ananiwezesha. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the power and with the Holy Ghost, who went about doing good. Jinsi Yesu alivyomtia, jinsi Mungu alivyomtia Yesu Kristo wa Nazareti mafuta kwa Roho Mtakatifu, alienda kila mahali akifanya mema, eti kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Na hapa Yesu anasema mimi peke yangu siwezi fanya chochote. Kile ninafanya Baba yuko na mimi, anaendelea kunisaidia, na ndiye ananionyesha, na ndiye ananipeleka, na ndiye ananishauri, na ndiye ananipa kuendelea kufanya mapenzi yake. Hallelujah. What a mighty way to end. What a scripture to stop at. Ya kwamba Yesu akasema yale yote ambayo mnayaona na yale mnasikia, ya kwamba itafika siku ambayo hata wale wamelala kwenye makaburi watasikia sauti ya Mwana wa Adamu. Mungu atasababisha wasikie hiyo sauti na waamuke. Haleluya. Mpendwa msikilizaji, Mungu amenisaidia, nimekunenea, na najua wewe umeyashika hayo nimeyanena. Kesho Mungu akijalia na akitupenda na atupe uhai, tutakuwa hapa na nitaendelea na pale ambapo nimesimamia. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naliinua jina lako siku ya leo. Ninakushukuru kwa kuniwezesha, umenipa usemi na nimetangaza neno lako kwa ufasaha, kwa lugha ambayo inaeleweka Jehova, na watu wako wamesikia. Na waombea ewe Mungu wa Israeli, uwawezeshe washike, ili ya kwamba wakishika hili neno wao pia waandikie uzima wa milele. Wenye wameshika naomba wasaidie, na uendelee kuwahimiza na uendelee kuwainua, kwa maana wewe ni Mungu wetu. Sifa zote na utukufu, shukrani na mamlaka, ukuu wote
utawala wote, hekima yote ni zako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Kila mmoja aseme amen. Mungu awabariki, awatende mema, akuwe pamoja nanyi, na awasaidie, awainue na awaegemeze katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom.